Nishasema na hata leo tu nizungumze kwa uchache jua la haki. Mama mmoja profesa katika nchi hizi za Afrika Mashariki ameanzia kufundisha shule ya msingi huko kijijini, anatembea kwa miguu kwa shida. Na Biblia inasema mwenye haki wangu hata tahayari hata siku moja. Na siku moja pasipo kujua akajikuta ameadvance, akaenda diploma. Alikuwa mwalimu wa cheti wa shule ya msingi, diploma, degree, masters, PhD, baadaye akawa professor wa university. Amesoma kwa shida, umaskini, alafu mjane na watoto wake nyuma. Watoto wanasoma, mama anasoma na ni mjane. Wakati ule karibu anabakiza mwaka mmoja sijui au miwili ya kustaafu, nilimhudumia mwenyewe huyu mama ana kwa ana. Ni kitu ambacho siwezi kukisahau kwenye maisha yangu, kiliniuma. Mkuu wa chuo alichokuwa anafundisha kwenye university ile akaamua kumfanyia fitina afukuzwe kazi. Kwa hiyo akasema ameonyesha wanafunzi mitihani na mambo mengine, kamtengenezea zengwe. Tume mbalimbali zimeketi, kamati mbalimbali za nidhamu zimeketi, ikawa amefikishwa mahali ambako anapaswa kufukuzwa kazi, na katibu mkuu kiongozi ndiye anapaswa kusaini lile faili. Wakati wanafikiri hivyo, president akataka kufanya uteuzi wa kumpata mkuu profesa ambaye atakuwa ni overall wa taasisi inayosimamia vyuo vikuu katika nchi hiyo. Huku na huku, katibu mkuu kiongozi akapitia baadhi ya maprofesa waliopo katika ile nchi, akakuta jina la huyo mama ambaye alikuwa anamtafuta muda mrefu. Akamtafuta, akamuita Ikulu. Sasa ameitwa Ikulu, anatetemeka, maana anajua ndio hapa kabisa, ama naenda kufungwa au yani hivyo, na habari yake imeisha. Na unajua mtesi wako anabeba mafaili yako na barua zako, na anajua kabisa amekufaya. Halafu anakuaga, umeitwa kwenye kikao. Oh, pole sana, nenda, lakini tumejitahidi sana, nimeenda kwenye vikao mbalimbali vya kukutetea, nimejitahidi sana kukutetea, nimezungumza mara nyingi kwa ajili yako sana 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 sana. Kwa hiyo ninakutakia kila laheri na Mungu akusaidie, na tutaendelea kukuombea. Tutakuombea mpendwa, katika jambo hili tutakuombea. Kwa hiyo anaondoka pale, ana uchungu, ana huzuni, akaenda kule Ikulu. Alipofika akamkuta yule katibu mkuu kiongozi, akamwambia, wewe ndio mama fulani, hebu nipe historia yako. Akamwambia, mimi nilikuwa mwalimu katika shule fulani huko kijijini mbali. Akamwambia, sawa. Akamwambia, nilikuwa nakutafuta kwa miaka mingi mama, wewe ni mama yangu, the son of righteousness, jua la haki. Akamwambia, wewe ni mama yangu, umenisaidia mambo mengi katika maisha yangu, lakini mmoja, niliwahi kupata ajali nikiwa shuleni. Nilikatwa na jiwe la chupa kwenye mguu, na mshipa mkubwa wa damu ukawa umekatika. Ulinibeba zaidi ya kilomita 30 kunipeleka hospitali. Nimekutafuta kwa maisha yangu yote, sijawahi kukupata. Kwa hiyo leo nimekupata na mambo mawili. Kwanza na surprise yako ya gari ya shukrani. Yule mwalimu anabakia kushangaa, anasema, shule ipi? Akamwambia, shule fulani. Akamuonyesha na alama mguu, akasema, ni kweli niliwahi kutokea. Akamwambia, sasa si hivyo tu peke yake, ninajua una kesi chuoni kwenu. Akamwambia, ni kweli. Akamwambia, achana na hiyo kesi, kesi imeisha. Nimemshawishi Mheshimiwa Rais kama mkuu wa chuo, na amekuteua kuwa profesa overall wa university zote. Jua la haki, ruwale kila mdu, jua la haki, the son of righteousness, ruwale kila mdu, jua la haki. Akaondoka Ikulu ana cheo, akaondoka Ikulu ana gari, akaondoka Ikulu ana heshima, wakati alienda akiamini ameenda kupokea barua ya kufukuzwa kazi. Alafu akarudi na barua nyingine ya yule jamaa aliyemwacha ofisini. Amekuja na barua, anampa, hii ni barua yako, nakala ya kwako. Yule jamaa anapokea nakala, anaanza kumcancel. We are very sorry professor, najua kabisa
nilijitahidi sana kuokoa maisha yako. Unajua yapo maisha mengine, usiogope, Mungu atakupigania. Anajua amemaliza kazi aliyoianzia. Kufungua barua, anakuta yeye mwenyewe ana demotion, amepelekwa huko kwenye mataasisi ya chini, ameshushwa cheo kwa kiwango kikubwa, na sasa anapaswa kuripoti kwa huyu mama ambaye alikuwa amemharibia maisha. Jua la haki. Hapa duniani pana jua la haki. Hebu nisaidie kumwambia jirani yako, jua la haki. Kuna jua la haki. Wewe unayedhulumu, hasa maofisini, hasa kwenye mataasisi, dhuluma, uonevu, chuki ambazo zimewekwa, hii ni Kwaresma. Hii ni Kwaresma. Bali ninyi mnaolicha jina langu mtarukaruka kama ndama wa mazizini, maana jua la haki litawazukia, nalo litakuwa na kuponya katika mbawa zake. Tumsifu Yesu Kristo.